Mpenzi mtazamaji wa Sauti TV, ni Road to 2027 na leo tuko hapa na chief commentator mambo ya kijamii, mambo ya kisiasa nchini Kenya, chawa wa rais East Africa One. Nilikuwa nataka kusema ingine lakini nimeona pale watu wa Kenya pale online pia wataki hiyo. Kasipul, mambo vipi? Nashukuru, alhamdulillah, Mungu amekuwa mwema siku zote. Tunaanza mwaka vizuri. Kwa kalenda wa Yahudi ndo tunaanza mwaka. Unajua mimi ni Muislamu, lakini kwa kalenda wa Yahudi tumeanza mwaka. Na tunasema alhamdulillah, hii mwaka watu wapige dua sana kwa wingi. Hakuna kitu ya kufurahia, hakuna kitu ya kusherekea. Unapoanza mwaka, jua ya kwamba mwaka imepunguka kwa maisha yako. Unapoanza kila mwaka mpya, mwaka imepunguka kwa maisha yako, kwa wale ambao wanatumia kalenda wa Yahudi. So hakuna kitu ya kusherekea, ila tu ni kupiga dua kwa wingi, kuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu unaposherekea mauti, najiuliza pia huyu anasherekea nini na anakaribia mauti. Kila unapopunguza miaka unakaribia mauti. So omba sana kama wewe ni Mkristo, swali sana kama wewe ni Muislamu, kwa sababu mahusiano na Mwenyezi Mungu, wewe na Mwenyezi Mungu ndio itadetermine mwisho wako. Ukikuwa na mwisho mbaya, shauri yako. Bwana mwisho mzuri, basi inakuwa sawa. Maandiko yanasema kila nafsi itaonja mauti. Sijui mbona watu wana wasiwasi ya nini kuhusu mauti, lakini mambo ya mauti kando. Kasipul, nimekuita hapa kwa swali moja ambalo limekuwa linagonga vichwa vya habari nchini. Tumeona mambo ya Minnesota imeweza kutajwa mahali. Jumapili iliyopita aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameweza kusema pesa ambazo zimekuwa zikiibiwa Minnesota, ama zimekuwa zikiwalagai watu wa Minnesota, serikali ya Minnesota, serikali ya Marekani, zimeweza kuja Kenya. Ndio wamesema, niliona wamesema pesa za Minnesota zimejenga mall kubwa kabisa East Africa, BBS Mall. Najua wewe ni rafiki wa karibu sana na watu wa jamii ya Kisomali, ndio maana nikasema nikuite Kasipul nikuulize. Unajua wewe ukiongea sauti itasikika mahali. Pesa za Minnesota zimejenga malls, zinajenga South Sea, zimeingia Kenya. Unajua, kwanza kwa kusema ya kwamba unasema jamii ya asili ya Kisomali ambao ni wa Kenya. Hapa Kenya kila mtu ana jamii yake. Sisi ni jamii ya Kiwa-Sudanese ambao tuko Kenya kama Wajaluo. Kama Wakalenjin, sisi ni jamii ya Wa-Sudanese ambao tumetoka hapa inaitwa Bargazel. Jamii ya Kisomali imetoka Somalia. Jamii ya Waluya na hizi kabila zingine wa Kikuyu wametoka Kongo. So sisi hapa sio watu ambao tunasema sisi ati fulani sio Mkenya ama mwingine sio Mkenya. Sisi wote tumekutana hapa. Na kama una habari ya kwamba jamii ya Kisomali ndio ilikuwa ya kwanza kuingia hii Kenya, tukianza kusema watu ambao ni wa Kenya ni wa Somali, kwa sababu waliingia through northern part of Kenya, kukafuatwa na sisi Bargazel kutoka Sudan, tukateremka tukaingia hapa Uganda, tukakuja hapa. Leo hii tuko hapa. Alafu Wakongolese ambao imebeba Waluya, imebeba Wakikuyu, Wameru, yote wakapatana hapa. Unapatia pointi? So sisi sote tumekutana Kenya. Vile Amerika watu wote wamekutana. Leo mimi nikikwambia leo hii Trump ni Mjerumani, na nyanyaka upande mwingine ule mwenye sasa ni baba ya mamake ni Mscottish. Amerika sio mtu. Sasa Amerika, watu ambao wanaambia wengine sio Amerika, wao huko sio kwao. Unapatia pointi? Wale natives wazao wa Amerika wako kama 10%, lakini wanaishi huko ndani kijijini, hata wajui kitu kinaendelea. Mbona siku zote watu ambao wamekutana ndio wanakuwa very loud kusema wengine sio kwao? So kwanza tutoe hiyo tabia ya kusema ya kwamba hii ni jamii. Ana kiongozi ambao siku zote anatoka anasema ya kwamba wewe hawa ni jamii, wanafanya hivi. Tunataka tumuulize huyo kiongozi, why you so selfish? Why you so selfish? Tunajua vita yako sio vita na jamii ya Kisomali Kenya. Vita yako ni vita ya kuchukia mandugu zetu kwa imani wa Waislamu. Tunakujua sana. Kwa vile wewe uwezi kwangu unapigana, juzi umepigana na Nurdin Haji, Nurdin Haji amefanya hivi, haya kesho uende upigane na mkubwa wa DCI, kesho kutu uende kupigane. Wewe vita yako inataka kurevolve tu mandugu zetu kwa imani.
Alafu ukiongea kuhusu pesa zimeibiwa Minnesota, zimekuja hapa, mimi kwangu ukiniuliza, najiuliza, ukikuwa na mtoto ambao anaiba vitu kutoka kwa nyumba anapeleka nje, na kuna mtoto ambaye anachukua vitu kutoka nje anakuja kujenga boma, mtoto mgani ndo mzuri? Hizo ndo maswali ambazo tunafaa kujiuliza. Na mimi ninawapa hongera sana jamii ya Kisomali. Inamaanisha ni wazalendo kushinda kabila zingine. Wanaenda kutafuta nje, wanakuja kujenga Kenya, wanakuja kujenga taifa yao. Wakati majengo zinajengwa hapa, watoto wa nani wanafanya kazi? Ni wa Burundi? Ni Waganda? Ni wa Amerika? Ni watoto wetu ndio wanajenga hizo mijengo, na wanapata chakula ili watoto wao waende choo jioni. Wangapi wanafanya kazi ya kuosha mall? Wangapi wanafanya kazi kwenye restaurants ndani ya mall? Wangapi wanafanya kazi kwenye maduka ambazo ziko pale ndani ya mall? Wangapi wanaenda kufanya kazi ya watchman na kufanya kazi ya kuclean hizo manyumba ambazo ziko na Airbnb ambazo ziko South B? Kiongozi ambaye ako na akili timamu ni kiongozi ambaye anafaa kusimama aseme ya kwamba wapinge watu wenye wanaiba pesa wakitoa Kenya wakipeleka nje. Lakini wakati mandugu zetu wanatuletea hela kutoka nje, wakati wengine wamebaki huko nje, wameoa wazungu na wamekaa huko nje, wakumbuke kutuma pesa hapa Kenya, wao wamesema ya kwamba afadhali sisi tuumie, Wakenya wapone. Inafaa wakati wanaenda kumenshoniwa jina lao, sisi ndio tunafaa kwa street tuwaambia kwamba sikilizeni, nyinyi wazungu mmekuwa mkiiba dhahabu hapa, mmekuwa mkitunyanyasa, mmekuwa mkitucontrol. Sasa ni wakati wetu sasa, wakati mandugu zetu wamechukua vitu nyinyi mmechukua kutoka kwetu wanaturudishia, tunasema alhamdulillah, tunashukuru shehe. Huwezi kuwa wewe ni kiongozi kila siku unaamuka kupiga viongozi wengine. Unaongelea sijui Nurdin ni mbaya, Nurdin Haji ni mbaya, sijui amefanya nini, DCI Amin ni mbaya, sijui kuna Adwale ni mbaya, sijui kuna sijui mwanabiashara fulani. Alafu sisi tunakujua tabia yako ni mbaya, na usifanye jamii yako watu wa isolate. Kwa sababu sisi tumejua, tumekuwa tukifanya biashara na mandugu za Kisomali wanafanya biashara ambazo ni halali. Kama ni chakula wanakuuzia chakula vizuri, mchele unakula vizuri, unakula nini mzuri, akuuzia nyama moja, ugali kidogo anaweka bei kwa juu. Hasira gani wewe kiongozi uko nayo? Wewe mbona kila saa unapigana? Kama unapigana na Mheshimiwa Ruto, pigana na Mheshimiwa Ruto. Hatuna shida na wewe. Lakini unapokuja kushika biashara, kushika watu ambao wanasaidia nchi, ambao ni wazalendo kwa nchi yao, tunakuangalia macho mbili na tunakuambia kuja pole pole kiongozi. Tunakujua wewe ni kiongozi ambao uko selfish. Unaposema kwamba pesa ilifanya campaign kama uko wapi? Sio ulikuwa naibu wa rais? Basi usitumia pesa hiyo campaign unajaribu kusema. Iwaje sasa kwa sababu huko kwa serikali unaanza kutusumbua na makelele mingi, kutaja wao sijua Somali. Sisi tunasema uaneni huko na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Lakini usikuje kushika biashara za watu, maisha za watu ambao ni wazalendo, ambao wamesimamisha nchi. Leo ukienda Isili inakaa kama Europe. Sasa tuanze kubomoa, tuseme tunabomoa hizo majengo, tunataka kubomoa, tunafurahisha wazungu, tuwapigie wazungu, tunawafurahia. Tunawapigia kelele. Wazungu kujeni, mbomoe majengo, mshika watu, mpeleke watu. Haya sasa tunafurahia nini? Ndio ishi na wazungu kwa Amerika. Wacha kutusumbua baba. Wapatie point. Mandugu wa Somali ni mandugu zetu. Na hao ndio walikuja Kenya wa kwanza. Ikafuatwa na sisi ambao tumetoka Baragazeli. Ikafuatwa na nyinyi ambao mlitoka Kongo. Tuwekeane heshima na tuishi kwa heshima, na wewe kama kiongozi mmoja mwenye una akili kama Mbumbumbu, tutumie akili bro. Iwezi kuwa wewe unapiga kelele sijui leo Wasomali wamefanya hivi, kesho Wasomali wamefanya hivi, kesho kuto Wasomali wamefanya hivi. Sijui Wasomali wako pale kwa boda wanapewa ma-ID. Sijui Wasomali nini na kusumbua wewe kiongozi? Ongea vitu za muhimu, za msingi zenye nchi. Tulete malalamishi ambazo ni za msingi utuambie wewe na kelele unapiga umefanya nini wewe? Wacha kusimama na koti kubwa na kukashifu. Sisi mandugu zetu kwa imani. Wewe kama una shida na mandugu zetu kwa imani, sisi tuache. Unapatia point? So Gachagua yale matamshi alitoa, unakubaliana nayo? Labda hela zilibiwa. Amesema hata Rais Trump aweze kuja achukue biashara, achukue apartment, achukue mall, auze, zikuwe zinamilikiwa na Marekani kwa sababu pesa zao zilijenga mall, zilijenga biashara. Unakubaliana? Unajua kwanza wewe mwenye mtaja, mimi sijamtaja, nimetaja mtu shehe. Nimekuambia yule Mbumbumbu mwenye aliongea kusema kwamba wewe una roho chafu kiasi gani, wewe ni mchawi, wewe unafaa kuwa mchawi kwa kijijini. Mall ambao zinasaidia watoto wetu zitolewe, zipelekwe, ziharibiwe.
kwa sababu umekasirika sana, kwa sababu wewe ni wa kushtaki watu. Unataka ushtaki watu wengine wakose. Wewe una roho chafu kiasi gani? Kujeni mshike watu, sijui mchukue hizo apartment, sijui mchukue, zinasaidia Wakenya. Nimekuambia fanya hivi. Heri yule ambaye anaiba kujenga boma kuliko mwenye anaiba kuharibu nini? Kuharibu nini? La mwisho Kasipul, naomba usiondoke, tuzungumzie maneno ya yule kiongozi alisema 2027 ID zinapeanwa kwa Wakenya wa Somali, ID zinapeanwa kwa Wakenya wanaoishi North Eastern. Vetting iliondolewa ili Rais Ruto aweze kuwasajili watu wenye asili ya Kisomali wakijifanya wao ni Wakenya ambao labda walitokea Somali, ili waweze kumpigia Rais Ruto kura 2027. Kiongozi kama ni kiongozi mpumbavu, nitakurudia kwa kuambia, kuna watoto wa kiasili ya Kisomali ambao wamezaliwa Kenya hawajui nchi nyingine apart from Kenya. Vile sisi ni Wabargazel kutoka Sudan, hatujairudi kwetu Sudan, tunajua kwetu ni wapi? Ni Kenya. Huyu mtoto amezaliwa huko Garissa, amekuja kusoma Lenana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, amepita akaletwa Lenana, akaletwa shule yote huko National, amepewa ID ya shule, anavukanga nao barabara ama ile bridge ya Garissa, kwa vile ndio uvuke Garissa unahitaji kitambulisho. Kijana ameperform vizuri sana. Mwenyezi Mungu kwa bahati mzuri amemfanya ameingia Lenana, ameingia shule yote. Halafu huyu mtoto akishamaliza form 4 inabidi arudishe ID ya shule for clearance, kwa sababu tayari amemaliza form 4. Anarudi wapi? Garissa. Kurudi Garissa hana kitu kuvuka nao sasa kurudi huko. Amefanya form 4, amepita na flying marks. Anafaa kuenda ng'ambo ama anafaa kuingia university. Wanamwambia ni miaka 2, miaka 3 ama miaka 4 ndio watu wa vetting wakuje. Wafanyishe vetting ndio wapate ID kimungu. Na wakibahatika kukuja, wakimwekelea mbele ya watu wa vetting kuna NIS, kuna DCI, kuna sijui watu wa gani, sijui kuna chief, amepangiwa watu kama 7. Wanamuuliza maswali, wewe ni mtoto wa nani? Anasema mimi ni mtoto wa Kevin. Kevin ni mtoto wa nani? Kevin sijui ni mtoto. Haya, sasa twende tufanye uchunguzi kwanza tujue huyo Kevin ni nani. Ila hali kuna chief ambao ni chief ambao wako kwa kijiji, ambao wako trained, ambao anajua huyu mtoto ni mtoto wa Kevin. Amesomea wapi? Lenana. Huyu mtoto anapitishwa maneno mazito sana shehe, ndio apate hiyo ID kimungu. Wanzako wameshafika third year university. Huyu ni mtoto mwenye amezaliwa Kenya, hajui kwingine. Amesoma, Mungu amemsaidia, anaweza kuwa engineer, anaweza kuwa daktari, anaweza kukua nini. Kama akikuwa frustrated, ana give up, anainua mkono, anabaki anakuwa huko kijijini anachunga ng'ombe. Brain ambao ingefaa kupeperusha ndege, brain ambao ingefanya surgeon, inabaki kijijini. Lakini kimungu akipita, anakuja. Wale wenye walikuwa naye shuleni wamemtangulia. Akikuja Nairobi, wanamwambia tumepata university mzuri ambao wewe unafaa kuenda. Na hii university imekupea scholarship, unafaa kuenda wapi? Ulaya. Huyo mtoto anaingia tena immigration. Akiingia immigration, wanaanza tena vetting. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Babako ni nani? Nini ni nani? Mtoto tena anaanza kungojea passport. Mtoto mwenye ameperform, amepita na A. Bado tunaenda fanya nini? Akifrustratiwa, anarudi wapi? Kijijini. We lose so many people wenye wangesaidia nchi na akili. Kwa sababu gani? Kuna kitu inaitwa vetting. Na ndo maana serikali ya William Samoei Ruto, na namshukuru William Samoei Ruto kwa sababu anajua uchungu ya kuwa mzazi. Wachana kiongozi mwenye ana hasira na feelings na ni kuwa selfish. Anajua ya kwamba tuwezi ku waste brain. Akasema ya kwamba so long as chief anajua huyu mtu, anajua kwao chief ni wa serikali, ametrainiwa, sio chief kama kitambo naamuka tukupewa chief. Anakuambiwa sasa leta hii tunakupea. Kuna makosa gani? Those are the questions we need to ask ourselves. And we cannot lose our kids wenye wako na brain kwa sababu tunafanya cheap politics. Politics ya ukabila, politics ya udini, politics ya kukua na ubinafsi. Ya kwamba kama siko kwa hii serikali, nao watapata amani. Ukitaka kuchinja Ruto, nenda kamchinje kama wewe. Mwenye mmekosana naye, sisi hatujui mlikosania nini. Lakini panaposhika maisha za watu,
biashara za watu. Peleka hizo upuzi mbali. Hii nchi ni kubwa kukushinda wewe. Kuna watu walitangulia wenye walikuwa very powerful than you. Lakini leo hii wamelamba mchanga. Wako wenye walipigania hii nchi, walienda jela, walifungwa, wakatolewa. Wewe hujapigania nchi. Wewe ni mtu kimungu ulipata tu kimakosa kimungu ukapenya. One day this country will judge you harshly because unafinya na kusimamisha maisha na mali za watu na watu kutokuenda mbele kwa sababu ya ubinafsi yako. Nini unaenda kukaa chini na mzungu ambao ni kafiri kumuongelesha nini? Kujipendekeza kwa mzungu kwa nini? Ila hali wazungu pia wametunyanyasa. Hii nchi wazungu wangapi wametunyanyasa bro? Tumekolonizewa na wazungu. Vitu zetu zimechukuliwa na wazungu. Wewe unaenda kujipendekeza kwa kafiri kivipi? Wewe sio binadamu. Wewe ni mtu mla watu. Wewe ni asidi roho chafu. Unapatia pointi? Na leo hii it is very painful. Hata watu ambao leo hii tunakaa nao ambao wako kwa public service, wenye wanafanyia serikali kazi, bado watoto wao wanakuwa wanapelekwa kwa vetting. Na ndio maana William Samoei Ruto akasema, iwaje kuna askari ambao ameserve inchi kama askari kwa muda mrefu, amepigania kama jeshi, kama askari, kama kama mwalimu, unarudi kusema una vet mtoto wake ati kwa sababu ana asili ya Kisomali? Uongozi ambao inapeanwa kwa hii nchi ni uongozi bora sana na William Samoei Ruto. Na mtu mwenye akona akili mingi na IQ ndo anafaa kumfahamu. Lakini kifika pale penye mnachukua siasa mnabadilisha na maisha ya watu, mnaanza kucheza nao tapo, inakuwa ni makosa. Ambia kiongozi aache kuwa selfish. Tutaanza kumwangalia na mtazamo mwingine tofauti. Na kila time kiongozi anasimama, sisi watu wa hivi, sisi watu wa hivi. Leo hii kabila wa Somali na Wakikuyu ni kitu kimoja bro. Wanafanya biashara pamoja, wana vitu in common. Nenda katafute mtu anaitwa Kabogo, William Kabogo. Ni baba yangu, mimi namheshimu kabisa. Mabodyguards wake wote akiwa governor 6 walikuwa wa Somali na wanaongea Kisapere, wanaongea Kikuyu. Wako thika, wameoana nao. Wako kwa pamoja. Lakini kiongozi anaamuka tu mahali, anashikwa na feelings, amekulwa heartbreak, anaanza kuthrow tantrum. Hawa viongozi, hawa kabila, una shida gani na Uislamu? Tuambie, una shida gani wa kuachie Kenya ubaki nayo? Ule mbunge alinishangaza kwa vile ni mwanangu sana. Unapoona bunge imejaa watu ambao wanafika kiasi ya kureason kama hao, na kiongozi ambaye alikuwa pia mkubwa sana kwenye serikali na reason hiyo, ujue ya kwamba kuna shida kwenye nchi, shida ya uongozi. Huwezi kuongea kusema ya kwamba watoto wasome kwa mashule za kutoka kwao, ila hali ushuru ya nchi ikichukuliwa inakuja kwa serikali kuu, inakuwa distributed, na hakuna siku ambao hospitali, shule, polisi watakuwa ni wa region fulani. Inakuwa ni ya national government. Na ndo maana uliona ilipofika kwa masomo, education, ilibaki bado kwa national government. Security ilibaki kwa national government. Inamaanisha ni kitu ya taifa. Sasa unapoona kiongozi ambaye ana akili fupi kama mkia ya kitimoto anasimama na anapigiwa makofi na watu wake, hajui ya kwamba jambo ambalo anaongea yeye kama kiongozi wa jamii fulani anaweza kufanya hiyo jamii kuwa isolated kwa watu wengine. Ukiongea kusema kwamba watoto wasome kwa mashule tofauti, ya kwamba wabaki huko kwao, kama wanasoma chini ya mti wasome chini ya mti, then you are not a leader. Wewe unafaa kukuja ukae, ukuwe mtu wa kawaida, ufanye siasa za jakaranda, kwa sababu wewe ni mtu mdogo sana. Lakini kama wewe ni kiongozi ambao unafikiria, unapoongea kuhusu watu wakae kwao, leo hii kuna watu wangapi ambao wako Matunda ambao ni wa jamii tofauti, wako spreaded kila kona. Unaletea jamii yako shida, kwa sababu watu wakisema kila mtu aende kwao, mtaji-isolate kama community fulani, mkae pale pamoja. Therefore mimi nataka niombe viongozi na watu ambao wanatoka kwa region na viongozi ambao wanaongea vibaya, wawakashifu pamoja na viongozi wa dini, wawapoint, wawaambia kwamba we don't want you people to isolate us with others in terms, kwa sababu mnataka umaarufu ama mnapiga siasa za kijinga ama siasa. Nimekwambia kama wako na shida na William Samoei Ruto, William ako kwa State House, wamtafuta ama wapigane na Ruto direct. Lakini ikifika kwa masuala ya watoto, masomo, as a national leader unaamuka asubuhi unasema ya kwamba sisi watoto wetu wabaki kusoma huku, wengine waende wasome huku. Wewe unataka kusimama president na unaongea kuhusu watu wasome kwao na watoto wengine wasome huko. Wewe
Si ni mtu mdogo sana hata ukisimamishwa na mimi sasa leo hii. Watu watoke wote, wasimamishwe kiongozi anaongea na mimi leo hii. Nina uhakika kwamba mimi namshinda saa 12 asubuhi. Kwa sababu you cannot be a leader that unaongea kuhusu region na unakalia kwa hiyo region na kuongea kusema watoto fulani wafai kusoma. And I want you to know one thing. Kitu nye mimi na support ni hivi. So long as shule iko hapa na mtoto ameitwa, hata ametoka wapi. We Balala ni Mwarabu. Alisomea wapi? Amesomea Kakamega. Viongozi wangapi ambao wametoka Coast wamesomea Kakamega? Juzi nilikuwa na rafiki yangu akaniambia Abbas Khalifa alisomea wapi? Kitale. Unapatia pointi? Kutoka penye anatoka huko kote Garissa, akaenda wapi? Kitale. Kuna kiongozi ambaye ametoka Ujaluoni, amesomea wapi? Mombasa. Inamaanisha ni inchi moja. Lakini wakati unaona kiongozi anasimama, akikuwa na kiongozi mwenzake, wanasimama wanasema ya kwamba watoto wanatakana waisolate, watu wetu wasome huku na wengine wasome huku, wajiulize maswali ya kwamba pia wameishi kwa area za watu, wamekuwa spreaded kila pahali. Wale viongozi wengine wakianza kusema ya kwamba kila mtoto acheze kwa mlango wao, hawatakuwa safe. Usirushe mawe kwa nyumba ya glass na wewe mwenyewe unaishi unapatia pointi. Jiulize maswali 2-3, na wewe kama kiongozi ambao ulikuwa ni national leader, tame your mouth. Chunga mdomo wako. Kesho maneno yanaweza enda vibaya sana. Usimamishwe hapa na Kasipul kupiga asubuhi kwa kura kama rais wa nchi. Kwa sababu gani? Uliongea tu kwa ujinga kidogo kusema kwamba kila mtoto acheze kwa mlango